ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa tumeingia katika Ramadhani ya tarehe 4 na tunaendelea na darasa yetu ya kuhusu durusu Ramadhani. Katika masomo ambayo yanahusu masomo ya Ramadhani, kama tulivyogusia hapo awali, ambapo ilihusisha masuala ya ufungaji pamoja na hukumu zake na fadhila zake ambazo zinapatikana ndani yake katika mwezi wa Ramadhani, na tukapita katika hadithi mbalimbali za kueleza baina ya mambo yanayohitajika tangu pale ambapo tulipokuwa tukitaraji katika kuangalia mwezi mpaka hivi sasa ambapo tunaendelea. Zinakatika masiku yanakatika na mwezi unakwenda. Hakika kwa Allah tabaraka wa taala yapo malipo kama tulivyozungumzia jana, na fadhila nyingi ambazo zinapatikana katika mwezi huu wa Ramadhani, na inafaa kwa kila Muislamu kuangalia, kufuatilia namna mbalimbali za hukumu ambazo zinapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Na kama mtu atakuwa anafunga bila ya kufahamu taratibu ambazo zinapatikana katika mwezi wa Ramadhani, basi huenda akapunguza malipo, akapunguza ujira kutokana na yale ambayo atakuwa hayafahamu. Allah tabaraka wa taala atamlipa, lakini kwa ujira uliokuwa mchache. Kwa hakika hatuwezi kuona malipo kwamba ni kiasi gani Allah tabaraka wa taala ametuwekea, isipokuwa yamezungumzwa katika wana wachuoni wa kufuatilia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tunavyohabarishana. Jana tulipitia katika somo la fadhail siyam, fadhila za funga, na tukasoma hadithi ambayo tumeiona ya Abu Huraira radhiallahu anhu, jinsi alivyohabarisha ya kwamba katika hadithi yake kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yoyote yule mwenye kufunga Ramadhani kwa imani akataraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala, basi Allah atamsamehe yeye madhambi yake aliyokwisha kuyatenda
kuyatanguliza, hakika tumeyasema madhambi minadh-dhunub wal a'dhab, kutokana na madhambi makubwa na madhambi madogo, na hadithi ni muttafaqun alayhi, wameafikiana al-Imam Bukhari wa Muslim ya kwamba yoyote mwenye kufunga Ramadhani kwa imani akataraji kabisa kwamba Allah tabaraka wa taala anamfungia yeye na akataraji malipo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kwanza anafutiwa madhambi yake yale makubwa na madogo ambayo Allah tabaraka wa taala amejalia kuwa saumu kuwa ni mutahhira, ni kifutio chenye kutaharisha yale ambayo yamekosewa. Basi Allah tabaraka wa taala husimama imara, anafuta madhambi yako na unaanza mustakabali mpya. Na pia vile vile inapatikana imani ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ndipo jana ilipokuwa tumezungumzia sana. Lakini pia vile vile ni hadithi Abi Huraira, tena ana tuzungumzia radhiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lisai, kwa mwenye kufunga, akasema kwa mwenye kufunga farhatani, anakuwa ana furaha mbili, furaha ambazo yafrahuhuma idha aftara fariha bifitri, pale pindi mwanadamu anapokuwa amekaa na kufunga, basi anakuwa yuko katika kizuizi ambacho amejizuia, kama tulivyoizungumzia saumu ni al-imsak, ni katika kujizuia katika sehemu ya kula na kunywa. Na pia vile vile tukazungumzia jambo la furaha ambazo inapatikana furaha hizo mbili ni pale pindi tu anapoondoka katika ruksa ile ambayo amefunga, baadaye akapata ruksa, sasa anaweza kula pale tu linapozama jua, basi anapata furaha kwa kutia chakula chake kwa kile chakula ambacho atakuwa amekipata. Si lazima kupambana na watu wenye uwezo. Ikiwa umefutari sehemu ya maji, basi kwako hicho ndiyo chakula, na ikiwa umefutari sehemu ya vyakula vyenye kunona, basi hiyo ni riziki ambayo Allah amekujalia. Na pia vile vile katika mwezi huu inahitajika kufanya kheri mbalimbali, kuwasaidia masikini na wale ambao wenye mahitaji maalum. Basi mwenye kufunga anatakiwa afanye kheri mbalimbali ambazo atakuwa na uwezo nazo. Na pia vile vile ni furaha hiyo ambayo mtu anapata futari yake. Lakini pia vile vile wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmi muttafaqun alayhi, na pindi pale tu mja atakapokutana na Mola wake fil akhirah, huko akhirah atakapokutana na Mola wake atapata furaha kwa Allah tabaraka wa taala juu ya ile saumu yake aliyoifunga duniani, basi atapata furaha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kukutana naye, kwa sababu yapo yale ambayo yatamsaidia juu ya ile saumu yake ambayo ameifunga.
kufunga duniani. Na pia vile vile katika mwezi huu kwa fadhila ambazo zinapatikana, yuftahu fihi abwabu janna, unafunguliwa mlango wa peponi, wa yughlaq abwabu nar, na unafungwa mlango wa moto, wasufidati shayatin, na wanafungwa mashayatin fi silsila, kwa minyororo wanadhibitiwa mashayatin ambao hao wanamfanya mwanadamu kupoteza mwelekeo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah anawasaidia wenye kufunga na kutokana na shaitani ambaye ni mal'un, laanatullahi alayhi, laana za Allah zimwendee juu yake. Hakika akiwa ameachiwa huwapoteza watu wengi, lakini sasa hivi yuko kizuizini na amezuiwa. Watu wanafanya amali mbalimbali na watu umefunguliwa mlango wa pepo, na vile vile umefungwa mlango wa moto. Inamaanisha mtu mwenye kufanya maasi hivi sasa, basi yeye anakuwa amepituka mipaka, kwa sababu hiyo nafsi yake ndiyo yenye kumwendeleza katika mambo hayo. Lakini hakika unapoingia mwezi wa Ramadhani, imani za watu zinapanda na maisha ya watu yanakuwa mazuri, na hali ambazo zinakuwa ni zenye kupoteza mwelekeo kwa Allah tabaraka wa taala zinarudi katika hali yake kwa ile imani ambayo inapatikana katika mwezi wa Ramadhani. Lihadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tukapokea hadithi nyingine kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha jaa Ramadhan, pindi inapokuja Ramadhani, futihat abwabu aljanna wa ghulqat abwabu an-nar wa suffidat ash-shayatin, muttafaqun alayhi. Pindi inapokuja Ramadhani, unafunguliwa milango ya pepo, wa ghulqat abwabu an-nar, na inafungwa milango ya moto, wasufidati shayatin, na hufungwa mashaitani kwa cheni ambazo ni maalum kwa ajili yake, kwa ajili ya kuwapoteza wale ambao wamejiandaa katika kufanya tauba mbalimbali kwa Allah tabaraka wa taala. Basi Allah anawapa nguvu kwa ajili ya kujitaharisha na madhambi yao. Kwa hiyo Allah tumche Allah tabaraka wa taala na tusimame katika uimara katika kufunga na kumtegemea Allah tabaraka wa taala, kutaraji malipo ambayo malipo hayo yatampata kila mwenye kufunga as-saim, kwa sababu ya ile imani yake ambayo tumeiona, na kutaraji malipo yake atasamehewa yeye kwa dhambi zake ambazo amezitanguliza. Na jana tulikumbusha ya kwamba mtu mwenye kufunga hahitaji lawama kwa Allah tabaraka wa taala. Mtu akaanza kulalamika kuliokuwa kukubwa kwamba sasa umeingia mwezi huu wa kufungana huu, mwezi ambao sasa
taratibu za maisha zimekuwa ngumu na utaratibu umekuwa ni mzito, tunakaa na njaa, hali yangu mimi jana ilikuwa taabani. Wewe umekuwa katika ibada, hauko katika sehemu ya kujiadhibu. Kwa hiyo huwezi ukamtegemea Allah tabaraka wa taala akusamehe madhambi hali ya kuwa unalawama naye, kwamba unaona kama vile ni jambo ambalo lenye kukuangamiza wewe, linakuangamiza, na jambo hilo hilo linakupelekea katika sehemu ya maangamivu ya nafsi yako. Haitarajiwi kwa mwanadamu ambaye ana akili, amepewa na Allah tabaraka wa taala, aingie katika ibada alafu tena hapo hapo anaingia katika lawama na Mola wake, kwamba kuna mambo mengi sana yanakuwa yameshindikana, kwamba kufanyika mambo hayo yanashindikana kufanyika kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani, kama ambavyo tutakavyokuwa tunaona katika sehemu ya hadithi ambazo zinakuja mbele katika kitabu chetu ya Durusu Ramadhania. Tumeona kwamba milango ya pepo hufunguliwa na milango ya moto hufungwa, na pia vile vile wasufidati shayatin, na mashaitani hufungwa kwa cheni, minyororo ambayo ni maalum kwa ajili yao. Anna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, ama katika pepo upo mlango unaitwa mlango huo Rayyan, yadkhuluna minhu saimun, wataingia wale ambao ni wenye kufunga katika mlango huo wa Rayyan, kama vile ambavyo tumepokea li hadith Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhuluna minhu saimun, يوم القيامة لا يدخلون منهم أحد غيرهم، يقال أين صائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلقوا فلم يدخل منه أحد، متفق عليه. Ama katika hadithi ambayo ameipokea Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika katika pepo upo mlango unaitwa mlango huo Rayyan, wataingia hao watakaoingia miongoni mwa wale ambao watakaokuwa wamefunga siku ya Kiyama, ambayo Allah tabaraka wa taala ameinadi siku hiyo hatoingia mtu yoyote peponi isipokuwa aende kwa Allah tabaraka wa taala fi qalbi salim, kwa moyo ambao umesalimika. Basi katika mlango huo wa pepo
upo mlango ambao unaitwa Rayyan katika siku hiyo ya Kiyama, ambayo hataingia mtu yoyote katika mlango huo. La yadkhulu ma'hum, hataingia yoyote ahadun, mmoja nao hao watu ambao watakuwa ni wenye kufunga. Ghairuhum yuqal, patasemwa aina saimun, wako wapi wale ambao walikuwa ni wenye kufunga? Fayadkhuluna minhu, wataingia hao watu ambao wameuliziwa, ambao walikuwa ni wafungaji, wataingia katika mlango huo. Fa idha dakhala akhiruhum, atakapoingia yule wa mwisho wao kati ya hao ambao wameuliziwa, ambao ni wenye kufunga mwezi wa Ramadhani, ughliq, utafungwa mlango huo. Falam yadkhulu minhu ahadun, hata ingia pamoja nao yoyote yule ambaye amejiandaa katika kuingia. Allah anawajua wale ambao wameiandamisha saumu yao kwa imanan wa ihtisaban, wamefunga kwa imani na wakataraji malipo, na yeye Allah tabaraka wa taala akawasamehe. Baada ya kuwasamehe dhambi zao ambazo zimetangulia, basi hapo siku ya Kiyama ndiyo pale katika zile furaha mbili ambazo tulizokuwa tumezizungumza. Kwanza, pale mtu anapopata futari yake baada ya kukaa na saumu yake, kule kufunga kwake mchana kutwa na kukifanya kiwiliwili chake kufuata ile sehemu ya ibada kwa Allah tabaraka wa taala. Anapopata ruksa sasa, anafurahika kwamba mwili unarudi katika mahala pake sasa. Lakini wakati mwingine kwa furaha nyingine ni pale wa idha laqiya rabbahu fariha bisaumihi, basi atafurahi kwa saumu yake. Sasa pale kwenye kufurahi katika saumu yake, basi inaingia ni pale anapokutana na Mola wake, kwamba amekutana na Mola wake kwa furaha ambayo ataingizwa katika pepo ya Allah tabaraka wa taala kwa kule kufunga kwake katika mlango ambao unaitwa Rayyan. Kwa hiyo hii ndiyo jibu ambalo limepatikana katika pale ambapo tunapozungumzia kwamba mtu anakuwa na furaha mbili. Furaha ya kwanza ni pale anapofutari, na furaha ya pili ni pale anapokutana na Mola wake, kwa sababu ataingizwa katika mlango maalum ya wale wafungaji, na mlango huo hataingia na mwingine yoyote ambaye hakuwa miongoni mwao. Kwa hiyo akiingia wa mwisho wao, basi mlango huo hufungwa, na wale ambao watabakia wao hawatapita katika mlango huo. Ikiwa Allah tabaraka wa taala amejalia kwamba wengi wataingia katika pepo, lakini pepo zina daraja, na pepo ya juu zaidi ni Firdaus, ambayo ndiyo mashukio ya waja wema, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameizungumzia pepo hii ya kwamba mtu akitaka kuomba basi aombe pepo ya juu sana ambayo ni Firdaus, wenye kushukia watu wenye kujipamba na sifa ya uchamungu. Kwa hiyo Allah, ewe mwenye kufunga, fuata darasa mbalimbali na iandamishe saumu yako, na swala iandamishe saumu yako, na fadhila mbalimbali ambazo zinapatikana katika mwezi wa Ramadhani, kufanya mambo mema na kutoa sadaka kwa wingi na kufanya adhkari mbalimbali ambazo
unahitaji msamaha kwa Allah tabaraka wa taala ili upate kusamehewa. Hakika mwenye kuhitaji hujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, lakini yule ambaye si mwenye kuhitaji, hata kama mwezi huu umeingia na watu wanajitetea kwa Mola wao kwa ajili ya kutubia dhambi zao, lakini kuna ambao wao hawajali jambo la kufanya tauba kwa Allah tabaraka wa taala, na wao wakiwa ni Waislamu, hakika inakuwa ni hasara iliyokuwa kubwa. Muislamu, zingatia. Baba, ewe mama, mtoto ambaye umefikia umri wa miaka 7, jifundishe kufanya masala ya ibada mbalimbali, ikiwemo ya ibada ya kufunga. Jitahidi kwa kule kuanza kwako kujifundisha. Hakika tutayaona masala katika kitabu chetu, jinsi masahaba ambavyo walivyokuwa wakiwafanya watoto wao, wakiwafundisha watoto wao na wakisimamia jambo la funga jinsi litakavyoelezewa. Kwa hiyo kwa haya machache tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie na atufungulie katika yale ambayo sisi tumepungukiwa nayo, na atuweke katika kheri ambazo amewaandalia wale ambao ni wenye kufunga, na waokoe Waislamu wenzetu ambao bado wamekuwa nyuma katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Hakika hili ni jambo ambalo linatakiwa kufanyiwa mkazo. Ewe Muislamu, zinduka. Hakika kuzinduka kwako kutakufanya kuwa karibu na Mola wako. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.